Habari za jioni, shabiki wa soka na shabiki wa Manchester United, karibu sana United TZD. Ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa kwa ajili ya kupata machache yanahusu klabu yetu pendwa ya Manchester United. Karibu sana Jumatano hii ambapo tutakuwa na mambo mbalimbali ya kuzungumza, ikiwemo kila ambacho Ruben Amorim pamoja na Alejandro Garnacho wamezungumza kuelekea mchezo wa hapo kesho dhidi ya Athletic Bilbao, mchezo muhimu sana ambao baada ya kushinda mchezo huo tutakuwa rasmi finalist wa UEFA Europa League msimu huu. Wameongea mambo mengi, ikiwemo pia tetesi za Bruno Fernandes kuondoka. Ruben Amorim ametupa majibu leo katika mkutano wake pamoja na waandishi wa habari, lakini pia Alejandro Garnacho amejibu kuhusu tetesi za kila ambacho watu wanasema ikiwa anaweza kuondoka Manchester United mwishoni mwa msimu huu. Garnacho ametoa majibu kuhusu tetesi hizo na ametuambia mpango wake hasa ni nini, lakini pia wamemuuliza pia kuhusu mpango wake, jinsi ambavyo anacheza kwenye klabu, anaonaje mfumo wa Ruben Amorim, je, anafikiri anaweza kufiti kwenye mfumo huo, lakini pia wamemlinganisha na Cristiano Ronaldo na jinsi ambavyo yeye anajilinganisha yote katika level hizo akiwa kama mchezaji mwingine wa Manchester United. Yote hayo Alejandro Garnacho ametoa majibu, lakini pia tuna update kubwa kutoka kwa David Ornstein kuhusu mustakabali wa Bruno Fernandes akiwa kama nahodha wa Manchester United. Kumbuka kwamba hapo jana kumekuwa na taarifa kwamba Al Hilal wako tayari kuvunja benki kwa ajili ya kumsajili nahodha huyu wa Manchester United, lakini taarifa rasmi imekaja leo. Tumepata taarifa kubwa kutoka kuhusu hilo kutoka kwa David Ornstein. Tutapitia pia hilo kuhusu mipango hiyo, lakini mwishoni mwa session hii pia tutafanya mapitio au preview ya mechi ya hapo kesho dhidi ya Athletic Bilbao. Karibu sana tuweze kwenda pamoja kufanya mapitio hayo pamoja katika siku ya leo. Karibu sana kwenye comments, unaweza kutuachia maoni yako kuhusu kila ambacho tutazungumza, ama kama una swali lolote unaweza kaandika hapo. Tutafurahi sana kuyapitia mwishoni mwa session hii. Karibu sana. Ikiwa umefika mara ya kwanza, basi hakikisha una subscribe, una like, pia kushare video zetu. Mimi naitwa Dr. Nandes. Karibu sana Jumatano ya tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025 kwenye updates za Manchester United kwa lugha adhimu ya Kiswahili hapa United TZA. Sawa. Nitaanza na kila ambacho Alejandro Garnacho pamoja na Ruben Amorim wamezungumza katika mkutano wao pamoja na waandishi wa habari leo, hususan kuelekea mchezo wa hapo kesho dhidi ya Athletic Bilbao. Kwanza tutaanza na kila ambacho Ruben Amorim amezungumza kuhusu majeruhi na kuhusu hali ya klabu na wachezaji kwa ujumla. Amesema kwamba kwanza amethibitisha kama Matthias de Ligt hana tatizo kubwa, kwa hiyo huenda tukampata katika mechi za kuanzia wiki ijayo, lakini amesema atakosa mechi ya kesho dhidi ya Athletic Bilbao, lakini pia atakosa mechi nyingine ya weekendi hii. Maana yake ni kwamba tutamkosa de Ligt katika mechi mbili zijazo pamoja na Aiden Heaven pamoja na Toby Collier. Pia amesema kwamba wataendelea kuwa nje, lakini habari njema ni kwamba Matthias de Ligt anaweza kaanza kurudi kuanzia wiki ijayo. Aiden Heaven, Toby Collier bado hali yao haijajulikana watarudi lini. Kwa taarifa ya timu ni kuhusu majeraha ni hayo, lakini Mazraoui amefanya mazoezi pamoja na timu, Ahmad amefanya mazoezi pamoja na timu, Harry Maguire yuko fit na wale wengine wote wako fit kwa ajili ya kucheza mchezo wa hapo kesho dhidi Athletic Bilbao. Lakini pia Ruben Amorim ameongelea kuhusu mchezo wa Athletic Bilbao ambao tulishinda 3-0 katika uwanja wa ugenini, na amepanga kuelekea mchezo wa kesho. Akasema kwamba katika mechi ya kwanza, ukitazama kwa uangalifu msimu wetu, licha kwamba tulishinda goli 3-0 katika mechi ya kwanza, lakini ukiangalia jinsi ambavyo United imekuwa ikicheza msimu huu, ukiangalia performance ya mechi kadhaa za msimu huu dhidi ya timu zingine, unaweza kuona kwamba ingawa mechi tunashinda 3-0 mechi ya kwanza, lakini bado mechi hii haijaisha na lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo lazima tuwe uangalifu, lazima tuende kwenye mchezo huu kama hatujafunga goli hata moja, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunashinda katika mchezo huu na kwenda katika finali ya Europa League ya msimu huu. Jambo hili ni muhimu kulizungumzia kwa sababu ya kila ambacho kimetokea sana katika mechi kadhaa ambazo Manchester United amekuwa mbele mara kadhaa, alafu ameruhusu magoli yamerudi na timu zimeweza kurudi mchezoni, na mara kadhaa tumekuwa tukisare ama kupoteza mchezo huo. Nafikiri tuna rekodi ya michezo mingi ambazo tumekuwa hatufanyi vizuri sana. Kwa hiyo wengi nimeona kwenye comments kule katika mtandao wa X, lakini pia katika mtandao wetu wa TikTok na Instagram, kwenye comment watu wanasema kwamba jamani, tusijisahau mchezo wa Bilbao haujaisha.
licha ya kwamba tumeshinda 3-0, lakini bado wanaweza kaja Old Trafford wakapindua meza na mambo yakageuka, kwa sababu tumeshaona mara hiyo ikitokea mara nyingi. Kama nakumbuka mechi ya Lyon ilikuwa kidogo tupoteze pia. Kwa hiyo nafikiri hiki ndicho ambacho Ruben Amorim pia anakizungumzia, kwamba licha ya kwamba tuko mbele kwa goli 3-0, lakini lazima tuwe focused kesho kuweza kuhakikisha kwamba tunatoka katika mechi hii tukiwa salama kabisa. Kwa hiyo ni jambo jema sana. Asante sana, karibuni sana ambao mna join na waona, karibu sana MK, karibu sana pia Abu Mariam, karibu sana, na ninawaona wote na asante sana kwa maoni yenu. Comment zenu nitazijibu mwishoni mwa session hii. Karibu sana kwa kuniunga mkono kuwa pamoja nami katika live session hii. Lakini pia jambo lingine ambalo Ruben Amorim amezungumza ni kuhusu zile comments ambazo Arsene Wenger amezungumza jana katika mitandao ya kijamii, lakini pia katika kituo fulani cha televisheni cha uko Ulaya. Arsene Wenger aliojiwa na nafikiri kwa ni mchezo dhidi ilikuwa ni preview ya mechi dhidi ya Inter Milan na FC Barcelona. Akasema kwamba akaulizwa, je, ni sahihi kwa timu kama Manchester United au Spurs kwenda finali ya Europa League alafu kushinda na kuweza kuchukua Europa League alafu mwakani kwenda Champions League? Akauliza Arsene Wenger aliulizwa maoni yake, anaonaje mpango huu wa kwamba timu ikishinda Europa inaenda Champions League mwakani. Arsene Wenger alisema kwamba sidhani kama ni sahihi. Nadhani kwamba timu ambayo ikishinda Europa League inapaswa kuqualify kwenda Europa League msimu unaofuata, lakini sio kwenda Champions League, kwa sababu timu ambayo iko nafasi ya 14 au ya 15 kwenye ligi, akirifaa kuhusu Manchester na Spurs, sidhani kama zinastahili kuwa kwenye Champions League katika msimu unaofuata. Hayo ndio ilikuwa maoni ya Arsene Wenger, kwamba ingawa Manchester anaweza kawa katika Champions League msimu ujao, lakini hadhani kama tunastahili kwa sababu eti tupo katika nafasi mbaya kwenye ligi. Basi Ruben Amorim leo ameulizwa kuhusu kila ambacho anaweza kusema kuhusu kila ambacho Arsene Wenger amesema. Ruben Amorim akasema kwamba mimi situngi sheria, lakini najua sheria kwa sababu ninajua sheria zinazoongoza soka letu la Ulaya, na sheria inasema kwamba timu ambayo inashinda Europa League inaenda Champions League mwakani. Kwa hiyo kuhusu kila ambacho amesema Arsene Wenger, mimi sina comment kwenye hilo, lakini ninajua kwamba tukishinda Europa League tunaenda Champions League mwakani, na hilo ndio jambo muhimu kwetu. Mimi namshangaa Arsene Wenger, kwa nini asiangaike na timu yake ya Arsenal baada ya kuongelea Manchester? Sidhani kama Arsenal wasipochukua chochote msimu huu, tukachukua Europa League tukacheza Champions League mwakani, maana yake technically tunaweza tukawa na mafanikio kuliko Arsenal. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kinachowasumbua mashabiki wa Arsenal, akiwemo Arsene Wenger ambaye ni kocha wa zamani. Watu wache bwana, kila mtu ana plani zake. Sisi plani zetu ni kuchukua Europa League na kwenda Champions League mwakani. Kwa hiyo kama nyinyi hamwezi kuchukua UEFA, it's up to you na mipango yenu. Kama kila siku nyinyi mmekuwa sindikizaji kwenye ligi, it's up to you na mipango yenu. Sasa msianze kusema kwamba sisi eti tukichukua eti Europa League hatustahili kwenda kwenye Champions League mwakani. Who told you? Hizo ni sheria zipo na tunafanya hivyo kwa sababu sheria zinaturuhusu kufanya hivyo. Lakini pia Ruben Amorim ameulizwa kuhusu mpango wa Bruno kuondoka. Ikumbuke kwamba katika siku 2 zilizopita kumekuwa na taarifa kuhusu Bruno kuondoka, na Ruben Amorim ameulizwa, je, taarifa ya Bruno kuondoka unayo na vipi mpango wa Bruno ikiwa ataondoka? Akasema kwamba Bruno ni kiongozi, ni nahodha wa klabu, ni jambo la kawaida kuona timu kadhaa zikitaka kumsajili, lakini tunataka kubaki na Bruno Fernandes kwa sababu ni mchezaji bora na ni moja kati ya wachezaji bora zaidi duniani na hatuwezi kuwa tayari kumpoteza. Kwa hiyo Ruben Amorim amesema kwamba ingawa ni kweli kwamba Bruno Fernandes ni mchezaji bora sana, ni lazima kutakuwa na timu nyingi ambazo zinataka kumsajili, na hilo halimshangazi, lakini ukweli ni kwamba msimamo wake Ruben Amorim na msimamo wa klabu ni kwamba Bruno Fernandes anabaki, hawana mpango wa kumpoteza. Hilo ndo msimamo wa klabu, na leo Ruben Amorim ameclarify hilo kwamba klabu haina mpango wa kumuuza wala kumpoteza Bruno, captain El Magnifico, the Portuguese Magnifico Bruno Fernandes, ambaye ataenda kuwa katika klabu ya Manchester United. Lakini pia baadaye nitakupa update ambayo tumepata kutoka kwa David Ornstein kuhusu Bruno. Amesemaje kuhusu teteza Bruno kuondoka? Nitakupa update hiyo baadaye kidogo. Lakini kuhusu Ruben Amorim amesema kwamba swala Bruno kuondoka halipo kwenye mpango ya Manchester msimu huu wala msimu ujao. Wangependa kujenga timu kwa kumzunguka Bruno Fernandes. Asante sana kwa maona yote ambayo uniandikia, nitayapitia mwishoni mwa session hii. Karibuni sana, endelea kusubscribe, endelea kutandikia comment hapo chini, nitafurahi sana kuzipitia. Ruben Amorim pia amezungumza kuhusu msimu mzima wa United, ambapo tunaelekea kumaliza kuwa na msimu mbaya zaidi katika historia ya klabu, msimu mbaya zaidi katika historia ya Premier League kwa Manchester United. Kwa akasema, ameulizwa hilo, miongoni mwa comment ambazo amesema kwamba ikiwa tutafika finali
ya Europa League alafu tukapoteza finali, itatuuma zaidi kuliko kitu chochote, kwa sababu kwa kutazama msimamo wetu katika msimu huu tumekuwa na msimu mbovu sana. Ingawa hata tukichukua Europa League haimaanishi kwamba basi itabadilisha kitu kikubwa kwenye msimu huu, lakini angalau tutakuwa tumepata kombe la Ulaya na nafasi ya kwenda kwenye Champions League katika msimu ujao. Kwa hiyo lazima tushinde kombe hili. Ukiangalia ligi kuu ya England, sisi ndio timu mbaya zaidi katika historia. Sisi ndio timu mbaya zaidi toka nilipowasili. Lakini cha ajabu ni kwamba mwishoni mwa msimu huu tunaweza kuwa Manchester United mbaya zaidi katika historia ya ligi kuu, lakini tukiwa na taji la Ulaya, na hilo ndo jambo muhimu kwangu. Asante sana Ruben Amorim kwa kuangalia hilo swala, kwa sababu ni swala nyeti, ni swala muhimu ambalo lazima sisi mashabiki tulitambue hilo, kwamba ukweli ni kwamba msimu huu vyovyote vitakavyokuwa utakuwa ni msimu mbaya zaidi katika historia ya Premier League kwa Manchester United. Lakini je, ukiwa msimu mbaya na ukapata Europa League alafu msimu unaofuata ukaacha Champions League, how do you clarify huo msimu? Nafikiri utakuwa ni msimu mzuri, kwa sababu tutakuwa tumepata kombe la Ulaya, lakini pia msimu unaofuata tunaenda Champions League ambayo inatupa nafasi ya kujenga timu vizuri, tukua kwenye mashindano makubwa na kupata wachezaji ambao ni wazuri zaidi, lakini pia kupata fedha katika sakata zima la usajili. Kwa hiyo Ruben Amorim, kama unavyoona kwenye kichwa habari hapa, amesema kwamba lazima tushinde hili kombe. Lazima twende finali na lazima tuhakikishe kwamba tunashinda hili kombe, kwa sababu ingawa tunaweza kuwa timu mbovu zaidi msimu huu, lakini tunataka kuwa timu mbovu ambayo imeshinda kombe la Ulaya. Na hayo ndo alikuwa mazungumzo ya Ruben Amorim pamoja na waandishi wa habari. Of course ameongea vitu vingine vingi, lakini nimechukua point chache za muhimu ambazo nimesema nitakuja hapa kufanya reaction zake, lakini mengine ambayo amezungumza unaweza kuyapata katika mtandao wetu wa X na kule Instagram. Nimekuwekea habari zote ambazo Ruben Amorim amezungumza kuelekea mchezo wa kesho na taarifa mbalimbali kuhusu mipango ya klabu ya wakati ujao na mipango ya kuelekea kombe hili la Europa League. Lakini pia leo katika press conference Ruben Amorim alikuwa na Alejandro Garnacho, hakuwa peke yake. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu tuzungumzie pia kile ambacho kijana huyu wa Argentina Ale Garnacho amesema. Alejandro Garnacho amezungumza mambo mengi, lakini nimechukua mambo matatu muhimu ambayo amezungumza. Kwanza ni kuhusu taarifa zake za kuondoka klabuni mwishoni mwa msimu huu, lakini jambo la pili nimechagua kuhusu kila ambacho amezungumza kuhusu mchezo wa kesho na jinsi ambavyo wachezaji wanajipanga, na jambo la tatu nimechagua kuhusu kila ambacho yeye amesema kuhusu jinsi ambavyo Ruben Amorim anamtumia katika mfumo wake wa sasa hivi na katika timu kwa ujumla, na jinsi ambavyo yeye anafikiri anakop katika mazingira haya mapya. Kwa hiyo kuhusu kuondoka, Alejandro Garnacho ameulizwa, kuna tetesi kwamba unaweza kuondoka Manchester mwishoni mwa msimu huu. Unasemaje kuhusu hilo? Je, ungependa kuondoka au ama mpango wako imekaaje? Amesema nina mkataba wa kuendelea kuitumikia klabu ya Manchester United hadi mwaka 2028, na kusema ukweli nina furaha sana kuwa hapa na nitaendelea kuwa hapa hadi wakati ambapo mkataba wangu utakuwa umeisha. Kwa hiyo Garnacho play down zile taarifa za kwamba anahusishwa na kuondoka. Amesema kwamba nina mkataba na kwa sasa nina furaha sana kuendelea kuitumikia klabu yangu ya Manchester United. Kuhusu mchezo wa kesho, jinsi ambavyo wachezaji wanapanga approach mchezo wa kesho na maoni ya kocha, amesema kwamba tunajua kwamba kwenye ligi hatuna mechi nyingi nzuri, tumefanya vibaya sana kwenye ligi msimu huu, lakini kama kocha ambavyo alisema hapo awali, tumefuata maelekezo vizuri na kesho kwetu itakuwa ni kama finali. Tutaenda kwenye mechi ya Europa League dhidi ya Athletic Bilbao tukiwa tunaona mechi kama ni bila, yani 0-0, ili tuweze kupambana na kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mechi hiyo na kuweza kwenda kwenye finali ya Europa League msimu huu, na mwakani tuweze kucheza mashindano ya Ulaya. Kwa hiyo kama timu tumejipanga kwenda kwenye mechi hii na kutoa jasho na damu kuhakikisha kwamba tunapata matokeo katika mechi hii. Lakini pia ameulizwa kuhusu jinsi ambavyo anazoea mfumo mpya Ruben Amorim, ambao kusema ukweli watu wengi wanasema kwamba labda afanye vizuri sana. Akasema kwamba kwa kila mchezaji huwa ni jambo gumu kuanza kuzoea mfumo mpya, hasa kocha anapokuja katikati ya msimu, na Ruben Amorim ameanza kufanya kazi katikati ya msimu. Lakini kocha anapokuja na kubadilisha mfumo,
tunapitia kipindi kigumu, hata mimi pia nilipitia wakati fulani mgumu, lakini najitahidi kwenda kufanya mazoezi, najaribu kuimprove kiwango changu na kufanya maamuzi mazuri, na ninataka kusaidia timu kufikia malengo yake. Na kwa sasa tunachohitaji ni kufuata sheria za mwalimu, maelekezo yake, na mimi ninajaribu kufanya hivyo ili kuendelea kuboresha kiwango changu siku baada ya siku. Pia kuna mtu alimuuliza kuhusu jinsi ambavyo kwamba bado goli moja afikie rekodi ya Cristiano Ronaldo alipokuja Manchester kabla ya kufikia miaka 21. Akasema kwamba kwangu mimi siangalii namba wala siangalii rekodi za Ronaldo, kwa sababu alipokuwa hapa alikuwa mchezaji mkubwa, lakini jambo langu mimi ni kujaribu kufanya maendeleo kila ambacho naona nastahili kufanya maendeleo ili kuweza kusaidia timu kufikia malengo ambayo ninafikiri tunastahili. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa mambo ambayo Alejandro Garnacho amezungumza akiwa katika mkutano na waandishi wa habari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Athletic Bilbao. Karibuni sana nyote ambao mnajoin sasa hivi, endelea kusubscribe, endelea kulike, lakini pia hakikisha mnatuachia maoni yenu hapo chini, nitayasoma mwishoni mwa session hii. Lakini pia hakikisha unatufuatilia kule Instagram, X na TikTok kwa jina hilo la United_TZA. Hapa ninakuja kukupa taarifa nyingine kubwa kuhusu mustakabali wa Bruno Fernandes na Manchester United kutoka na mwandishi wa habari nguli wa kule nchini Uingereza bwana David Ornstein. Usiondoke hapo tafadhali. Sawa, tuendelee. Karibuni tena tuweze kufanya tuzungumze habari mbalimbali, na miongoni mwa habari ambazo nimekuandalia hapa na update kuhusu kapteni wa Manchester Bruno Fernandes, au wengine wanamuita Bruno Fernandes. Bwana, kumekuwa na taarifa hivi karibuni kwamba anaweza kaondoka mwishoni mwa msimu huu, na Al Hilal wako tayari kuvunja benki, wako tayari kutoa fedha ambayo itavunja rekodi zozote za uhamisho nchini Uingereza kwa ajili ya kumpata kiungo mshambuliaji wa Manchester United na nahodha wa timu hiyo bwana Bruno Fernandes aweze kucheza katika timu hiyo ya huko Saudi Arabia. Lakini pia wamesema kwamba wako tayari kumlipa fedha yoyote ambayo anataka zaidi ya pauni milioni 65 kwa mwaka ili kuweza kupata saini ya mchezaji huyo. Basi leo tumepata ufafanuzi wa taarifa hiyo kutoka kwa mwandishi wa habari wa nchini Uingereza kutoka katika gazeti na kituo cha habari cha The Athletic bwana David Ornstein, ambaye watu wengi mnamwamini. Ametoa ufafanuzi alipokuwa kwenye mazungumzo na kituo cha Sky Sports kuhusu tetesi za kwamba Bruno Fernandes anaweza kaondoka Manchester United. Akasema kwamba kutokana na mtazamo wa Manchester United, Bruno Fernandes haendi mahali popote. Klabu inapenda kujenga timu kwa kumzunguka Bruno Fernandes. Dalili za sasa zinaonyesha kwamba Bruno Fernandes hana nia ya kuondoka Manchester United. Hata hivyo, hilo linaweza kubadilika kama kutakuwa na ofa za kuvutia ambazo zitakuja baadaye, jambo ambalo linawezekana ikiwa tu Al Hilal wapo tayari kufanya hivyo na wako serious katika swala la kumwania Bruno Fernandes. Lakini kama Bruno mwenyewe anataka kubakia Ulaya na Manchester United haina mpango wa kumuuza hata kwa hali yao ya kifedha ya sasa, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba Bruno Fernandes ataendelea kusalia Old Trafford msimu huu wa kiangazi na kuendelea hadi msimu ujao. Hiyo ni taarifa ya bwana David Ornstein alipokuwa katika mazungumzo na kituo cha Sky Sports akitoa taarifa kuhusu Bruno Fernandes. Kwa hiyo guys, wala ambao mlikuwa mna wasiwasi kuhusu Bruno kwamba anaweza kaondoka, taarifa ya Amorim ilisema kwamba hawana mpango wa kumuuza, na taarifa ya David Ornstein imethibitisha hilo kwa kusema kwamba klabu haina mpango wa kumuuza, bali wanapanga kujenga timu wakiwa na Bruno akiwa kama nahodha wa klabu ya Manchester United. Lakini ikiwa Al Hilal watakuja na ofa kubwa sana ambayo haiwezi kukataliwa, na ikiwa watakuwa wako tayari kabisa kuamua kwamba watafanya kila kitu kwa ajili ya kumpata Bruno Fernandes, labda inaweza kubadilika. Lakini pia itategemea Bruno mwenyewe. Je, angependa kubaki Ulaya
ikiwa ataenda kubaki Ulaya na United wana mpango kumuuza, basi kuna uwezekano mkubwa sana akabaki Manchester msimu huu na kuendelea hadi msimu ujao. Hiyo ni ufanuzi wa taarifa ya Bruno kuhama kutoka kwa bwana David Ornstein wa The Athletic. Sawa, basi nitaenda kufanya preview ya mchezo dhidi ya Bilbao hapo kesho muda mfupi ujao, lakini kabla sijafanya preview naomba kwanza nisome maoni kidogo, alafu nitafanya preview ya mechi dhidi ya Athletic Bilbao. Na kwenye comment hapo ningependa kwanza hapo kiwa uko live uniandikie kikosi ambacho wewe unafikiri kinastahili kuanza kesho dhidi ya Athletic Bilbao, na muda mfupi ujao nitaanza preview ya mechi hiyo baada ya kupitia baadhi ya comments ambazo mmeniandikia hapo chini. Karibuni sana. Sawa, naomba nianze kupitia comments kidogo ambazo mmeniandikia hapa. Nitaanza na comment ya Abu Mariam, anasema kwamba vipi kuhusu Gyökeres. Jamani, Gyökeres ni miongoni mwa washambuliaji ambao wanatajwa kwamba wanaweza kuchukuliwa na Manchester United, lakini hakuna taarifa ya kwamba United ametoa offer rasmi. Kitakachoamua ikiwa United watamsajili Gyökeres ama hapana ni bajeti ya United katika usajili, lakini pia ikiwa wataingia Champions League baada ya kushinda Europa League. Kwa hiyo kama ambavyo nasema kila siku, tukishinda Europa League mambo mengi yanaweza kubadilika kabisa, hususan katika mambo ya usajili, na usishangae tukampata Victor Gyökeres. Wakuchuni anasema asante sana, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana kwa maoni yako. Hamis Suleiman anasema kwamba kaka, mimi nitafurahi kesho tukishinda, ila hata sare sio mbaya. Of course kesho tunahitaji sisi kutoka sare ili tuweze kufuzu. Kwa hiyo vyovyote vile itakavyokuwa, maadamu tumefuzu kwetu itakuwa hakuna mbaya kabisa. Lakini Sefrin Lee anasema vipi kuhusu Things Lyon? Sijakuelewa Sefrin Lee, tafadhali naomba uniandikie tena comment yako. Alafu Abu Mariam anasema kuhusu Ryan Check hakuna taarifa rasmi kwamba United wanamtaka, lakini amekuwa akihusishwa sana na klabu na baadhi ya klabu zingine za nchini Uingereza ambazo zingependa kumsajili, lakini bado hakuna taarifa rasmi kumhusu. Na Bao Designer, asante sana kwa maoni yako, anasema kwamba yeye Arsenal ataongea, atutishi wala atutishiwe sisi. Anaongea kuhusu kile ambacho Arsene Wenger amesema. Asante sana kwa maoni yako na Bao Designer. Alafu pia amesema kwamba ndugu, unalikumbuka comment yangu zaidi ya wale watoto wawili wa Athletic Bilbao? Nakumbuka sana, ulisema kwamba watatusumbua Williams na Williams mwenzake, lakini kuna taarifa njema kuhusu wao katika mechi ya kesho. Kaa nami nitakwambia hapa kwenye preview. Wakichuni anasema kwamba huyo Wenger anazeka vibaya na United haimuhusu kabisa, afanye mambo yake. Asante sana kwa maoni yako. Lakini pia Nasibu Msolo anasema Bruno ni mtu muhimu sana kwa klabu yetu, yeye kwenye timu yetu. Hapa Nasibu na kutoka Mwanza. Asante sana, habari ya Mwanza bwana, karibu sana kutoka Mwanza. Tumefurahi sana kupokea maoni yako. Shiva Boy anasema kwamba kaka, vipi Diego Leone atajiunga lini? Okay, Diego Leone atajiunga na Manchester tarehe 14 Juni mwaka huu baada ya msimu wa ligi ya soka nchini England kuisha. Atajiunga na timu kabla ya pre-season. Kwa hiyo Diego Leone atakuwa na Manchester mwezi Juni, atajiunga na timu kwa ajili ya kwenda kwenye pre-season, ambapo mechi ya mwisho ya pre-season itachezwa Old Trafford dhidi ya Fiorentina, ambayo David De Gea ndio kipa wake namba 1. Kwa hiyo David De Gea anarudi katika uwanja wa Old Trafford katika pre-season za msimu huu. Sawa, Nehemia Buriba anasema kama Bruno Fernandes tunamhitaji sana. Vipi kuhusu Thiago Leone? Sijakuelewa pia Sifrin Lee, swali lako halijakaa vizuri, naomba kidogo unifafanulie vizuri, alafu nitaendelea maoni kutoka hapo kwa Dogovani. Sasa naomba tuanze kufanya preview ya mechi ya kesho dhidi ya Athletic Bilbao katika mchezo muhimu sana wa Europa League. Naomba nikukumbusha kwamba katika mechi ya wiki iliyopita United ilitoka sare ya alipata ushindi mkubwa wa goli 3-0 katika uwanja wa San Mamés kule nchini Hispania. Kwa hiyo tunaenda kwenye mechi ya kesho tukiwa na confidence ya hali ya juu, kwa sababu tulipata ushindi katika mechi ya kwanza 3-0, katika mechi ambayo mimi binafsi nafikiri kwamba tungeweza kushinda hata goli zaidi ya hizo, kwa sababu ya performance ambayo tulionyesha katika mchezo wa kwanza. Ninaamini kabisa, mimi mwenyewe, hata we mwenyewe na mashabiki wengi, hatukutarajia kwamba tunaweza tukaenda katika uwanja wa Bilbao tukatoka na goli 3 na clean sheet. Hakuna mtu ambaye alitarajia hilo. Mimi nitarajia kwamba tutatoka labda sare, la tutakuja kumaliza mechi ya Old Trafford, lakini
Ilikuwa siku mbaya kwa Bilbao, ilikuwa siku nzuri kwetu, ilikuwa siku nzuri kwa Bruno captain, na tukaweza kupata magoli 3-0. Ingeweza kuwa hata 5 kwa sababu tulipoteza nafasi kadhaa za wazi kama 3 hivi. Kwa hiyo nafikiri ile mechi tungeweza kuimaliza kule, lakini 3-0 mimi binafsi nafikiri hii mechi ishaisha. Ninaamini kwamba tunaweza kushinda katika mechi hiyo ya hapo kesho. Mechi hii itachezwa hapo kesho Alhamisi tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025, lakini itacheza mishale ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutakuwa live baada ya mechi kwa ajili ya kufanya mechi reaction. Kwa hiyo usiache kujiunga nasi, na kabla hujaondoka hapo hakikisha una subscribe na kuweka notification on ili usiwe unapitwa na taarifa ambazo zinakujia kupitia channel yetu hii. Katika news, katika taarifa za timu ni kwamba hakutakuwa na Matthias de Ligt, kwa sababu kulingana na taarifa ambayo Ruben Amorim ameitoa ni kwamba Matthias de Ligt bado atakuwa nje kwa wiki hii, kwa maana mechi ya Bilbao hatakuwepo, lakini pia mechi inayofuata mwishoni mwa wiki hii weekend hatakuwepo, lakini pia Aiden Heaven pamoja na Toby Collier pia hawatakuwa, bado wataendelea kuwa nje kwa kipindi fulani cha wakati. Lakini Nusairi Mazraoui amerudi kwenye kikosi, Harry Maguire yuko fit kwenye kikosi, pia Ahmad yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo kesho anaweza kaanza katika mechi hiyo au akatokea benchi, lakini jambo jema ni kwamba atakuwa kwenye kikosi. Lakini mimi kama ningekuwa Ruben Amorim nisinge risk Ahmad kwa sababu tupo mbele kwa goli 3, naamini tukipata goli 1 tumaliza mechi. Kwa hiyo ningemsubiri Ahmad aendelee kupata fitness polepole ili angalau aje atusaidie kwenye mechi ya finali dhidi ya Spurs, ikiwa Spurs watatoboa dhidi ya Bodo Glimt katika mechi ya hapo kesho ya mapema. Kwa upande wa Bilbao hawatakuwa na Williams brothers, wale Iñaki Williams na Nico Williams, wote hawajasafiri pamoja na timu kwa taarifa ambazo ninazo hadi wakati huu, hawajasafiri pamoja na timu. Lakini pia kwa hiyo Iñaki, Nico hawatakuwepo kwa taarifa zipo sasa hivi, hawajasafiri pamoja na timu. Lakini pia Sanchez, pia yeye mshambuliaji wao anayetegemeka, pia ana majeraha, kwa hiyo pia naye hatakuwepo katika mechi ya kesho, hajasafiri pamoja na timu. Lakini pia Vivian, pia beki wao kutegemeka, pia alipata kadi nyekundu katika mchezo uliopita, maana yake pia naye hatakuwepo katika mchezo huo wa kesho, maana yake pia watamkosa Vivian. Kwa hiyo ni wachezaji 3-4 ambao ni muhimu sana kwenye timu ya Bilbao ambao watawakosa. Japo kukosa mchezaji mmoja au 3 inaweza kawa kipengele kikubwa, lakini bado inaweza kawa ni motivation kwa timu nyingine pia kujaribu, kwa sababu kama kuna wengine ambao watapewa nafasi, labda anaweza kaja kujaribu kumuonesha kocha kwamba tuna kitu ambacho tunaweza kuofa. Kwa hiyo hii inaweza ikawa kufanya kwa pande moja au nyingine, inaweza ikawa nzuri kwetu, lakini pia inaweza ikawa mbaya kwetu, kwa sababu ikiwa ataingia mtu ambaye hatujamzoea, ikiwa ataingia mtu ambaye labda anakuja anajaribu kumuonesha kocha kwamba ana kitu cha kuofa, anaweza akaja akatusumbua, labda akajaribu kutengeneza na mashambulizi makubwa na kujaribu kuonesha kama mimi ni bora kuliko yule ambaye anaanza. Kwa hiyo yote inawezekana, lakini habari njema ni kwamba wale Iñaki na Nico Williams alafu na Sanchez pamoja na Vivian hawatakuwa kwenye mchezo huo, maana kuna wachezaji muhimu 4 ambao watakosekana katika mechi hiyo. Mimi binafsi nilipojaribu kuanalyze mechi hii nimefikiria kuna mambo 3 muhimu ambayo lazima tuyazingatie ikiwa tunataka kupata ushindi katika mechi hii, angalau kwenda kwenye finali. Kwa sababu jambo la kwanza, kabla sijaongelea hilo, naomba niseme kwamba katika mechi hii lazima tuwe tunajua kwamba tunaongoza kwa goli 3-0, na ukiangalia Ruben Amorim alivyosema, amesema kwamba ukiangalia jinsi ambavyo United inacheza msimu huu na hata misimu mingine iliyopita hapa karibuni, tumekuwa na changamoto kubwa sana ya kuruhusu magoli hata tukiwa tunaongoza. Maana yake ni kwamba chochote kinaweza kutokea muda wote licha ya kwamba tunaongoza kwa goli 3-0. Kwa hiyo Ruben Amorim anaamini kwamba lazima tuwe focused muda wote ili kuona kama tunaweza kuhakikisha kwamba tunatoka na ushindi katika mechi hii. Kwa hiyo kuna mambo muhimu 3 ambayo mimi nilifikiria lazima tuyafikirie. Jambo la kwanza, lazima tusiruhusu foul na set pieces zozote zile. Naposema set pieces inamaanisha kwamba mipira ya kona, mipira ya foul, mipira ya kurusha sio shida sana, lakini mipira ya foul nje ya box, mipira ya kona lazima tuwe waangalifu sana, kwa sababu kwanza kama nikwambie Bilbao hawajafunga goli hata moja katika mechi zao 2 zilizopita. Kwa hiyo wana udhaifu wa kufunga magoli, na hiyo imekuwa ni shida yao kubwa muda mrefu. Lakini ni timu ambayo ni nzuri sana kwenye defense, japo last time tuliwafunga 3-0 kwa sababu kupata kadi nyekundu, nafikiri tuongezea pia momentum sisi na kutupa nafasi ya kufunga goli nyingi. Lakini timu ambayo inahitaji kuwa ina udhaifu kwenye kufunga magoli, na katika mechi 2 zilizopita hawajafunga magoli.
lakini wanatumia sana set pieces kuweza kufunga magoli. Maana mipira ya kurusha, mipira ya kona ni mipira ambayo wanaweza kuitumia kutengeneza mashambulizi na kufunga magoli. Maana ni kwamba tunaweza kucheza vizuri sana, lakini ikiwa tutagive away set pieces nyingi katika eneo letu la hatari, zinaweza kutuathiri, kwa sababu nafikiri ndio mpango ambao watakuja nao, kujaribu kutumia set pieces vizuri kadri ambavyo inawezekana. Kwa hiyo mabeki wetu na viongozi tunapaswa kuwa angalifu kuepuka kutengeneza set pieces ambazo zitakuwa na maana katika nafasi zetu za ushambuliaji, nafasi za Bilbao za ushambuliaji, ili angalau kupunguza madhaifu ambayo yanaweza kutusababishia sisi magoli. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, angalau tunapaswa kuhakikisha kwamba hatuwapi goli kwa dakika 45 za kwanza. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wao kesho watakuja wakiwa wanaamini kwamba hatuna cha kupoteza. Washapoteza goli 3-0. Kwa hiyo siamini kama watakuja kulinda, siamini kama watakuja kupossess. Watakuja full force all attacking. Watakuja kutafuta magoli kwa nguvu zao zote. Maana yake ni kwamba wanaamini kabisa kwamba tukipata goli mapema, goli moja tu mapema, mechi inabadilika. Na unaijua timu yetu United. Sio vizuri kusema hivi, lakini ninaamini kwamba ikiwa tutaruhusu goli mapema dakika 10-15 za kwanza, mechi hii inaweza ikawa mechi ngumu sana kwetu kuliko kwao. Kwa sababu unajua timu yetu, wakisharuhusu goli timu itaanza kupanic, itaanza kufanya maamuzi mabaya. Mwisho wa siku unaweza kushangaa mechi hiyo wanasawazisha, alafu tunaanza kutafutana. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba kama tutaweza kufunga goli sisi, basi angalau twende dakika 45 bila kukopa goli, ili tuwanyime muda waje waanze kucheza bila mpangilio kipindi cha pili. Lakini tukiwapa goli mapema, tutakuwa tumeingia kwenye mfumo wao na wanaweza kutupa mechi ngumu sana. Jambo la tatu, lazima tujitahidi kupata goli la kwanza. Goli hili ni muhimu kwa sababu gani? Hili goli ni muhimu kwa kutupa sisi confidence ya kwamba mechi tushashinda na kufanya tucheze kwa utulivu, lakini hii ni muhimu kwa ajili ya kuwakatisha tamaa kabisa Bilbao, kwa sababu watakuja wakiamini kwamba wanaweza kupata kitu kwenye mechi hii. Kwa hiyo ikiwa tutawafunga goli mapema ikawa 4-0 on aggregate, maana yake automatically watakuwa disappointed, hawatakuwa na nguvu tena kupambana, na kuna uwezekano tukawafunga zaidi ya hizo, na hivyo tukawa tumetoboa. Kwa hiyo set pieces, goli la kututope goli wao, lakini tupate goli la kwanza sisi. Tukifanya mambo hayo mazuri, nafikiri tutakuwa na nafasi nzuri ya kwenda mbele na kwenda finali ya UEFA Europa League. Vikosi ambavyo natarajia vianze kama ambavyo nilikwambia, Delete atakuwepo, kwa natarajia kuona Onana golini, alafu Mazraoui, labda Yoro na Maguire natarajia kuona kwenye upande wa mabeki. Alafu maybe natarajia kumuona Partey kidogo upande wa kulia, alafu Luke Shaw upande wa kulia kwenye wingbacks, alafu Ugarte, Casemiro kwenye midfield, alafu kwenye viungo wawili wa juu nategemea kumuona Bruno Fernandes, lakini pia na Garnacho, alafu mshambuliaji atakuwa Rasmus Hojlund. Hicho ndio kikosi ambacho nafikiri kwamba kinaweza kwenda kuanza na kupata matokeo katika mechi hii. Kwenye comment hapo chini unaweza kuniandikia kila ambacho unafikiria kinaweza kutokea kwenye mechi hii na maoni yako kuhusu jinsi ambavyo tunahitaji kuapproach mechi hii ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata ushindi muhimu katika mechi hii ambavyo tunaweza kwenda finali ya Europa League msimu huu. Namba nimalizie maoni ambayo yalibaki hapa kwenye comment. Sawa, Dogovan anasema kwamba mimi ninachokipenda zaidi Arsenal wakiwa nafasi ya pili kwenye ligi. Sasa sisi Manchester lazima tubebe kombe lote lile, tumewahi kufanya hivyo kama mara 3 na mara hii ya 4. Itakuwa jambo jema sana, maana yake tutakuwa tuna kitu cha kujivunia msimu ule, cha kwamba tutakuwa tumefanya tumekuwa na msimu mbaya kwenye ligi, lakini tukipata kikombe cha Ulaya tutakuwa tupo kwenye nafasi nzuri ya kujijenga kuanzia msimu ujao. Na pia kombe huwa inabadilisha kitu sana. Unajua wachezaji wakishabeba makombe, kuna ile ladha ya ushindi. Mtu akishapata ushindi akajua ladha ya ushindi ilivyo, inamfanya apambane kupata makombe mengine. Na ndio maana huwa tunahitaji kupata winners kwenye timu. Ukiwa na watu ambao wamezoea kushinda makombe, they always know how to win trophies, licha kwamba inaweza kawa wacheze vizuri. Kwa hiyo kombe itakuwa muhimu sana kwetu kusema ukweli, kwa ajili ya kujipanga msimu ujao. Na Bao Designer anasema kwamba hapana, sio hivyo, niwewe kusema hao watoto wawili wakibana vizuri basi mambo yao yakwisha. Okay, sawa, nimekuelewa na Bao vizuri, na tuliwabana vizuri sana katika mechi ya kwanza, kesho hatakuwepo, kwa hiyo tutakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi kupata matokeo katika mechi hiyo. Alafu Sifrin Lee anasema kwamba makipa kuna Onana, kuna Baindiri, kuna Tom Heaton. Huyu Heaton ni nani? Mbona hajawahi cheza kipa? Huyu Heaton yupo na kuna tetesi kwamba atapewa mkataba mwingine wa mwaka mmoja. Ni kipa namba 3 ambaye watumiki mara nyingi. Mas Ferguson, nimekukosa siku nyingi sija kuona, lakini leo naona umeingia hapa live. Mas Ferguson, katika maoni yako anasema kama tupo moja Dr. Nandez, nashukuru sana.
Alafu Nasibu Masola anasema kaka, mimi hofu ya Tottenham, wanatujua vizuri, msimu umetusumbua sana, kocha siwachukulie poa, tunapaswa kucheza na kuheshimu ili tuweze kupata ubingwa. Kwanza kabisa naomba nikwambie Musola kwamba Spurs hawajaenda finali kwa sababu wana Bodo Glimt walishinda 3-1 mechi ya kwanza. Mimi bado nina matumaini kwamba Bodo Glimt wanaweza kumpiga Spurs wakapindua matokeo, kwa sababu Spurs bwana haeleweki. Akiamka vibaya anapigwa vizuri, akiamka vizuri anakupiga, lakini mostly anapigwa kama sisi tu. Kwa hiyo sote ni wabovu. Tukikutana na Spurs, yule ambaye ataamka vizuri siku hiyo ndio atapata matokeo, na naamini kwamba siku ile, kwa sababu ni finali, ni kombe ambalo tunahitaji sana kuliko Spurs, naamini kwamba tunaweza kwenda kupata matokeo katika mechi hiyo. Sawa. Basi ninakushukuru wewe ambao umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi mpaka mwisho, na wale wote ambao umeniandikia maoni yenu, endelee kuniandikia hapo, nitapata nafasi ya kujibu pole pole kadri ambavyo muda unaniruhusu. Lakini pia hakikisha kwamba kabla hujaondoka hapo una subscribe, una like na kushare video. Lakini pia mwambie rafiki yako yote ambaye yupo karibu nawe kwamba jamani, kuna channel inaitwa United TZA ambayo anapaswa kuhakikisha kwamba ana like na kusubscribe ili awe anapata habari zote ambazo zinahusu klabu pendwa ya Manchester United. Kwa sasa naomba nikutakie usiku mwema, tutakutana kesho baada ya mechi kwa ajili ya post match reaction. Naitwa Dr. Nandez, na kwa sasa naomba nikutakie usiku mwema.